Naitwa Hekima Mwasipu, ni wakili wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa maana ya bodi ya wadhamini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Shauri leo kesi ilikuwa inakuja kwa ajili ya kusikilizwa kwa maombi ambayo yako mbele ya Jaji Mwanga, na kwa bahati mbaya jaji leo hayupo. Tumetaarifiwa na msajili kwamba jaji hayupo, yuko Mtwara anaendelea na session zingine, na kesi imepangwa tarehe 10 kwa ajili ya kuendelea na kusikilizwa hiyo kesi. So far tunaomba wanachama wetu tarehe 10 tuweze kujaa mahakamani kwa ajili ya kuendelea kusikiliza kesi hiyo. Hayo ndio yaliyojiri leo katika mahakama mbele ya msajili tarehe 10 mwezi wa 7. Nieleze masikitiko yangu makubwa juu ya Jaji Mwanga kutokuwepo mahakamani siku ya leo. Mtakumbuka kwamba tarehe ya leo alipanga yeye mwenyewe Jaji Mwanga, kwa alikuwa anafahamu kuhusu ratiba na alipanga kwa muda mrefu, na alipanga kwa shauri ambalo tarehe 10 mwezi Juni ilipokuja kusikilizwa, ilisikilizwa kwa uharaka, na jaji alionyesha dhamira ya kutaka kulisikiliza shauri kwa haraka tarehe 24 leo. Kitendo cha jaji kutokuwepo mimi na kitafsiri kama ni mwendelezo wa jaji kutokutenda haki. Ningependa kuwataarifu tu wanachama kwamba tayari tulikushaandikia barua mahakama kuitaarifu kutokuridhishwa kwetu na mwenendo wa Jaji Mwanga katika kesi hii, na tumependekeza kwamba jaji ajiondoe kwenye kesi hii. Tulitarajia kwamba leo pamoja na mambo mengine swala hilo la jaji kujiondoa lingesikilizwa, lakini jaji hakuwepo leo na imeelezwa kwamba atakuwepo tarehe 10 mwezi Julai. Kwa hiyo yaliyofanyika leo itakuwa ni nyongeza tu. Tutachukua hatua za ziada hapo katikati kuongezea uzito zaidi wa kisheria wa kutaka jaji ajiondoe. Kwa hiyo la kwanza ambayo nitaka nilisemee. La pili, tunapenda kuwataarifu vile vile wanachama na viongozi kwamba tumewasilisha vile vile maombi mahakamani ya kutaka swala la kuzuiwa chama kufanya shughuli za kisiasa lipitiwe upya na mahakama. Kwa hiyo tunatarajia kwamba na hili lilikuwa lifanyike leo, kwa sababu maombi hayo tumewasilisha kwa hati ya dharura. Tulitarajia kwamba leo kusingeendelea kwanza kusikilizwa ile shauri la msingi, kungeanza kwanza kusikilizwa maombi yetu ya kutaka uamuzi ule wa awali wa jaji uweze kuondolewa. Kwa tunaamini kwamba tarehe 10 mwezi Julai shauri hili litakapokuja tena, kabla ya kuanza kushughulika na mambo mengine yote, tutaanza kushughulika kwanza na mambo mawili: moja, swala la jaji kujiondoa, lakini pili, maombi tuliyowasilisha ya kutaka zuio hiyo liweze kuondolewa ili yale makatazo yote yaliyotolewa kwenye uamuzi wa jaji wa tarehe 10 mwezi Juni yaweze kuondolewa. Niseme kwa ufupi tu kidogo kuhusiana na hayo makatazo ambapo makamu mwenyekiti wa chama atazungumza zaidi. Tarehe 10 mwezi Juni jaji alitoa amri mbili. Amri ya kwanza ilimruhusu katibu mkuu wa chama na bodi ya wadhamini kuzuiwa kuitisha shughuli za kisiasa au kushiriki shughuli za kisiasa. Nataka kuwafafanulia tu wanachama wa Chadema kwamba amri hiyo iliruhusu bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama, hairuhusu wanachama na viongozi wengine kuendelea na shughuli za kisiasa za chama bila kutumia rasilimali za chama. Amri ambayo inahusu
bodi ya wadhamini, katibu mkuu, wanachama na viongozi wote, ni amri ya pili ya jaji juu ya matumizi ya rasilimali za chama. Amri hii, uamuzi wa jaji uliweka bayana kwamba zuio linamhusu katibu mkuu, inahusu bodi ya wadhamini, inahusu watumishi wa chama, inahusu mawakala na mtu mwingine yeyote ambaye anaweza kufanya kazi kwa niaba ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu au kwa jina la bodi ya wadhamini na jaji mkuu. Kwa nataka nitumie fursa hii tu kuweza kuclarify hilo vile vile. Ninawaomba wanachama muwe wavumilivu katika kipindi hiki. Tunajua kwamba tunapita katika kipindi ambacho watawala wameamua kutumia mbinu haramu kudhibiti vuguvugu halali la wananchi la no reforms no election. Ninachowasihi tu ni kwamba pamoja na uvumilivu tulionao, tusirudi nyuma na msirudi nyuma kwenye mapambano yaliyoko mbele yetu ya no reform no election. Asanteni sana. Ni wazi kwamba CCM hawawezi tena kushindana na sisi. Nani anabisha hilo? Hakuna. Walimkamata mwenyekiti wetu, wameunda vyama vibaraka vya kutumia, walitumia baadhi ya watu tuliokuwa nao kujaribu kupasua uongozi wetu, lakini bado wanataka watumie mahakama kuzuia shughuli halali za kisiasa za kwetu, kwa sababu wao hawawezi tena kushindana na sisi. Sasa hiyo ni hatua ya mwisho kabisa ya watu walioshindwa kufanya siasa. Ukweli ni kwamba tunaungwa mkono sana kuliko kipindi chochote, na nyie mnajua. Kwa kama alivyosema katibu mkuu, shughuli nyingine zote za kisiasa za chama chetu ziendelee. Wenye viti wa mikoa mlioko hapa, wenye viti wa kanda, viongozi wengine wote, msitumie rasilimali za chama. Lakini kama tunavyojua chama chetu siku zote watu wanajichangisha, changieni chama kwa kupitia viongozi, fanyeni vikao, zibeni mapengo, andaeni chama vizuri, na shughuli za no reforms no elections ziendelee kwenye vikao na mikutano huko chini, kwa sababu waliozuiliwa kwa sasa ni katibu mkuu na bodi ya wadhamini na kutumia mali za chama. Lakini sisi wengine pia tuta roll out ratiba yetu iendelee kama kawaida tulivyokuwa tunaendelea. Tunataka tukutane nao mtu kwa mtu, wasijifiche nyuma ya mahakama, wasijifiche nyuma ya polisi, wasijifiche nyuma ya jeshi. Waache vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na vyombo vya mahakama vitutendee haki wote. Na tunamsihi Jaji Mwanga, hii dunia hivi vitu sio marudio, vimefanyika sana, lakini kwa kawaida haki inashinda. Wasiruhusu mahakama yetu iwe mahakama isiyoaminika, kwa sababu matendo kama haya yanaondoa imani ya watu kwa mahakama, na they are pushing us too hard. Wanatusukuma sana ili waseme tunafanya contempt, ili waseme tunadharau mahakama. Lakini nataka niwaambie, dunia imetufundisha kwamba inapobidi utadharau na utashindwa kuheshimu kitu ambacho ni dhuluma. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Ilikuwa sheria halali kwa wakoloni. Kama watu wasinge defy hiyo sheria, ingekuwepo mpaka kipindi hiki. Ilikuwa ni sheria halali kwao. Wazungu wakati wa ubaguzi wa rangi makaburu Afrika Kusini walikuwa wanabagua watu kwa mujibu wa sheria, kwamba mtu mweusi sio binadamu. Wakatenga mpaka njia na shule kwamba hizi ni za watu weusi, hizi ni za watu weupe. Na ukivunja, ukienda kwenye shule ya watu weupe au barabara za watu weupe, wewe ni mweusi, umevunja sheria. Kilichofanyika ni nini? Wakina Mandela walidefy hizo sheria mbovu. Na sisi tukifanyiwa kitu ambacho sio halali, nataka niseme tutadefy ili tuandike historia kwamba tulikataa kuonewa katika misingi ambayo ni ya wazi na haki. Kwa hiyo kwa wanachama wetu, chama kiko imara sana, ndio maana wanatuogopa. Na tumewazidi sana. Na wanachoandaa kama uchaguzi hakiwezi kufanyika bila sisi. Hakuna legitimacy kwenye huo uchaguzi. Haipo na dunia inajua. Ndio maana hata wale vikaragosi walioundwa
Shughuli zao zimekuwa ni mbili tu. Wanaita press conference wakiwa wanapokea mwanachadema. Sasa mpaka leo walisema chama kita split. Baraza kuu wameondoka watu 20. Baraza kuu lina watu 453, ni chini ya 0.something%. Mkutano mkuu wenye watu 1190 wameondoka watu 30. Sasa wameshindwa. Na hapa tulipo wanafika mwisho wa njia zao kwa sababu wamekimbia mpaka mwisho. Kwa hiyo ndugu zangu, tusiogope, tuwe imara. Sisi viongozi tuko imara na tutazungumza hivi karibuni kwa baadhi ya mambo ambayo yametokea na kuroll out program ambayo inaendelea. Lakini tuna mipango mizuri na wanachama wetu wale wote mnaotusikia kwa nchi nzima, endeleeni kufanya shughuli za chama. Vikao viendelee. Nafasi za kuziba ziendelee. Dodoma wameshafanya na maeneo mengine. Kwingine kote ambako watu hawajakaa vikao kuziba nafasi, wazibe nafasi, chama kiwe full na kirudi kwenye kazi kama ilivyo. Na cha msingi kabisa ni kwamba nchi inatunga mkono. Hata watumishi wa umma wanatunga mkono. Unaelewana? Kwa sababu na wao wamechoka kuwa kwenye mazingira ya kuonewa na watu ambao wanaharibu nchi yetu. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Polisi wa nchi kuvunja sheria ni mara nyingi sana. Hata wamekuwa wakisema kwamba wanatoa vibali. Hakuna sheria inayosema polisi atoe vibali. Kwa jeshi la polisi ambalo kuna impunity kwenye nchi linatumiwa na wanasiasa, you expect anything kutoka kwao. Lakini amri iko wazi na inajieleza, na hata wewe ukisoma utaielewa, na hata ukiweka kwenye Google Translation itakuambia hata kama Kiingereza hujui kwamba amri inasema hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko wazi. Kwa hiyo kwa polisi wetu kuvunja sheria, hivyo ni vitu vya wazi, na ndio maana tunataka tushinde nchi hii, tuondoe impunity hii. Mahakama zitende haki, polisi watende haki, kila mtu awe, CCM washindane wao. Washindane wao, wasitangulize polisi kama ngao, wasitangulize mahakama kama ngao. Ndio hicho tulichosema. Kwa hiyo polisi wanawekwa mbele kama ngao siku zote kulinda CCM ambayo imekufa completely. Asante.